Semaji kuna minong'ono mbalimbali inaendelea. Mmejipangaje mwenyewe kuweza kuzima wili maneno mbalimbali sasa? Minong'ono gani sasa? Wengi hata sana mashabiki wenu kwamba mwendo mnavyoenda. Minong'ono iwe specific. Ukizungumza minong'ono ndio minong'ono. Okay, sawa, minong'ono ambao wanalalamika kwamba mwendo wa klabu si mzuri. Sio mzuri. Si tumepata sare leo dhidi ya Mtibwa Sugar, tulipoteza mechi iliyopita, tulitolewa kwenye Kombe la Mapinduzi. Ni kweli matokeo sio mazuri. Lakini matokeo sio mazuri ndio nimesema hapa lazima tufanye tathmini, lazima. Na hii tathmini kabla ya mimi sijakufanyia wewe, anza wewe mwenyewe. Anza wewe mwenyewe bana. Mimi mchezaji wa Simba Sports Club, ninachokitoa kinafanana na Simba, ninavyocheza ni hadhi ya Simba, na huu ndio ubora wangu mimi, na hapa ndio mwisho mimi kujituma. Kama huyu sio mimi, kwa nini huyu anacheza namna hii? Mtu mwenyewe wanasema, hata Mwenyezi Mungu anasema haibadilishi nafsi ya mtu mpaka aibadilishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo ianze na yeye mwenyewe kwamba mimi nani? Kwa mfano mimi Ahmed Ally, ninachokicheza Simba ndicho kinachotakiwa Simba kwa hadhi ya Simba. Huu ndo aina ya mpira ambao mimi ninaocheza. Ninavyojituma hivi ndio mchezaji wa timu kubwa anatakiwa kujituma hivyo. Ianze hiyo ya mtu kwa mtu, yani mwenyewe kwa mwenyewe. Baada hapo naamini kila mtu atajifanyia tathmini na atajiweka katika nafasi ya kufanya mabadiliko. Hauamini kama muda ni mchache kwenye kufanya tathmini? Wala tushaanza kupata maingizo mapya ndani ya kikosi. Muda wala si mchache sana. Muda haujawahi kuwa mchache kwenye kufanya kitu chanya. Mtu anaweza akajifanyia tathmini leo, mechi inayokuja akawa mpya kabisa, baada ya kujiridhisha kwamba yule anayecheza chini ya kiwango sio mimi. Ahmed, baada ya leo mnaelekea sasa, kitu kinachofuata ni ligi ya mabingwa barani Afrika, na ukiwatazama mashabiki wengi wa Simba hii leo bado pia wapendezewa na kinachoendelea. Hii ni taswira gani kuelekea mchezo wa kimataifa? Mwalimu Steven Becker amepata mechi yake ya kwanza ya kimashindano. Inawezekana mechi za Kombe la Mapinduzi kuna kitu alikiona, lakini leo kwenye mechi hii ya mashindano kuna kitu vile atakuwa amekiona. Alichokiona leo ndicho cha ukweli zaidi ambacho kinampa taswira kuelekea mechi yetu dhidi ya Esperance. Hatuwezi kuahidi chochote, mimi siwezi kuahidi chochote kuelekea kwenye mechi hiyo ya Esperance, lakini lazima niseme ya kwamba tunakwenda kukutana na mechi ngumu kweli, sio tu kutokana na ubora wa mpinzani tunakwenda kucheza naye, lakini kutokana na aina ya mpira ambao tunacheza Simba Sports Club. Sio mpira wa kuridhisha, sio mpira wa kufurahisha, na sio mpira wa kutia matumaini. Unajua kuna mechi ukiangalia nasema anyway, pamoja na kwamba tumetanguliwa, lakini kwa hii spirit tutapata matokeo mazuri muda wote. Lakini kwa Simba ni tofauti. Hata kama unaongoza goli moja, lakini ukiangalia timu namna ambavyo inacheza unasema bado hatujacheza kwa kuridhisha kiasi cha kutoa matumaini. Kwa hiyo tutakwenda kucheza na Esperance, lazima vitu vingi sana vibadilike. Lazima mabadiliko yaanzie kwa mtu mmoja. Kila mtendaji wa Simba lazima afanye mabadiliko hii leo kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 23 ya siku ya mchezo wetu dhidi ya Esperance. Vinginevyo yatakuwa mengineyo. Kumbe bwana sio Morris Abraham. Wana Simba walikuwa na hofu ya bure. Wale ambao wanasema tunabomoa, tunamtaka sio yeye. Wanamtangaza goalkeeper. Ilikuwa inawezekana, ilikuwa haiwezekani, ama walikuja wakashindwa kumpata nani? Morris Abraham. Morris kutoka Simba. Amna timu yenye hadhi ya kumiliki Morris Abraham. Okay. Lakini hawakuja kubisha hodi. Sijui sasa mchezaji mwenye mkataba mrefu huwezi kubisha hodi, labda kama alibisha kisirisiri. Wanatia hofu kweli mtandaoni. Tunawabomolea. Sisi hatuwezi kuwa na hofu na mchezaji mwenye mkataba. Simba anaweza kaeka yeye hata kama una mkataba. Ila bwana wewe. Kipa wa Nigeria Nwabali. Linakuja kweli Msimbazi ile? Sidhani. Insha usajili ya goalkeeper ikishakuwa tayari mtaiona. Sijajua ni nini na mlango gani anakuja. Yule kipa. Nyanda nzuri. Natamani kuona hapo. Sasa mtu anacheza timu ya taifa ya Nigeria mzee. Anaifanya timu yake inakuwa ya 3 Afrika.
sio mchezaji wa kawaida, ni mlinda mlango top golie kwa kweli. Yaani kweli Bajabera ameumia, ameshindwa kuendelea na mchezo, lakini kwa sasa sina taarifa mpya kuhusiana na Bajabera. Tusubiri madaktari wamfanyie vipimo na baada hapo watakuja na majibu. Atakuwa nje ama ni jeraha la muda mfupi na atarejea uwanjani kwa muda gani. Ile kauli ambayo umeona Ally Kamwe anaitumia pengine unaweza kubadilisha ama bado ninasema nimeona ndugu yangu Ahmed Ally anasema bwana yeye hana shida na makombe, kama makombe yapo yatakuja tu. Hiyo ni kauli yako ama unaweza kuikanusha ama ni sawa ulizungumza haya maneno? Sikumbuki. Yes. Ila una shida na makombe kuna. Sasa timu ya mpira si lazima makombe kaka. Timu yoyote ya mpira kipaumbele chake ni kupata makombe, kupata mataji. Kwa hiyo hilo ndio lengo mama ama lengo kuu la kila timu ya mpira wa miguu. Na inakuuma unapokuwa yakosa. Yatakuja tu. Ile kauli ya kusema kwamba tunachukua mara 10 kwa mwenendo ulivyo, unadhani kweli unaweza kuchukua mara 10? Siwezi kusema ni kweli ama si kweli, lakini sisi tunatakiwa kufanya kazi kwa vitendo ili sababu hizo ni tambo na tunatakiwa tufanye kazi kwa vitendo ili kuzuia tambo kama hizo. Semaji, bado mnahitaji mashabiki wa support kwa kiasi kikubwa. Kipindi hiki unachokipitia kuna mashabiki siwezi Ndugu zangu mashabiki wa Simba Sports Club, anayetaka aje, mwenye moyo mgumu aje, mwenye moyo dhaifu anaweza akapumzika nyumbani. Mwenye mioyo migumu kama wako. Football is not for the weak. Football ni mchezo unaoumiza. Football ni mchezo unaofurahisha. Football ni mchezo wenye kutia machungu kweli kweli. Sasa kama nafsi yako ni dhaifu, kama nafsi yako ni ndogo, haiwezi kubeba machungu ya mpira wa miguu, mimi siwezi kukuita kuja uwanjani. Kaa unapokaa. Mambo yakishaanza kuwa mwelele, mambo yakishaanza kuwa mazuri, utakuja uwanjani. Kwa hiyo kwa sasa ambaye anajua mimi sina shaka yoyote, yani mimi Simba liwalo na liwe, aje uwanjani. Lakini wale Simba matokeo mazuri, wale watusubiri mpaka tukae sawa sawa, watakuja. Chuma kimoja ameshakishusha. Tutegemee kushuhudia vyuma vingine karibuni. Bado tunaendelea na usajili. Tayari tumeshamalizana na Libase Geye ambaye tayari ameshajiunga na timu na processes zinaendelea kwa ajili ya kukamilisha taratibu zake za masuala ya vibali ili aanze kuitumikia Simba Sports Club. Tunaendelea na usajili na muda ukifika tutatangaza wengine ambao tayari tumeshamalizana nao.